Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, ikisikika pia maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu ni eneo zima la pwani ya Kenya. Hapo nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo ikiwikia 93.8 FM na ambayo inapatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni mnamo Agosti 19 na Jumatano ya leo, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameomba radhi kwa nchi jirani za SADC kufuatia vurugu zilizolenga wahamiaji wa Kiafrika. Rais Ramaphosa na nchi yake kiujumla wamekuwa na kigugumizi kikubwa kuhusu matukio haya ya raia wa Afrika Kusini kupiga ama kufukuza Waafrika wenzao. Wamekuwa wakitoa matamshi ambayo ni mepesi sana na hayaonyeshi kama kweli wanachukia. Pengine ni kutokana na hofu kwamba wakiwakabili sana raia wao wanaofanya vitendo hivi watapoteza nguvu ya kisiasa, na unafahamu kwamba ANC, chama tawala, kimeendelea kupoteza nguvu kila mara chaguzi zinapofika Afrika Kusini. Kwa mengi zaidi, kaa nasi. Lakini kwanza moja kwa moja nampisha mwenzangu Angela Ngendo kwa taarifa kuu za habari. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Baidawa, Somalia. Mapigano makali yameendelea hii leo katika mji wa Baidawa kusini mwa Somalia kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji. Makumi ya wapiganaji pamoja na wanajeshi wa serikali ya Somalia wameuawa huku wengine karibu 100 wakijeruhiwa. Mapigano haya yamezuka baada ya kundi la wapiganaji kushambulia ngome za serikali viungani mwa mji wa Baidawa ambao ni makazi ya raia nusu milioni, wengi wakiwa wakimbizi wa ndani waliokimbia vita na ukame. Maafisa wa Somalia wanasema wapiganaji 30 waliuawa katika makabiliano hayo ya siku 2. Msimamizi mkuu wa hospitali kuu mjini Baidawa, Dr. Abdikafi Omar Mahamud, amesema raia 4 waliuawa katika mapigano hayo huku wengine 98 wakijeruhiwa, wakiwemo wanawake, watoto na wazee. Amesema mapigano hayo yanatishia uwezo wa hospitali yake kutoa huduma kwa majeruhi wengi na ambayo pia imekuwa ikitoa huduma kwa maelfu ya wakimbizi wa ndani. Wapiganaji watiifu kwa gavana wa jimbo la Kusini Magharibi Abdi Aziz Hassan Mohamed Laftagaren walishambulia na kuwaondoa wanajeshi wanaolinda utawala mpya wa jimbo hilo. Wanajeshi wa serikali waliweza kuwaondoa wapiganaji hao baada ya mapigano ya siku 2. Wakati huo huo, wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab wameripotiwa kushambulia ngome 2 za jeshi la serikali ya Mogadishu viungani mwa mji wa Baidawa. Mamlaka za Somalia zinalaumu makundi hayo kushirikiana katika kushambulia jeshi na raia katika eneo hilo la kusini mwa nchi. Abuja, Nigeria.
Nigeria imeanza rasmi kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa hapo Januari mwakani, ambapo Rais Bola Tinubu anatafuta muhula wa pili akikabiliana na upinzani uliogawanyika. Taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika linaandaa uchaguzi katika mazingira usalama mbaya kaskazini mashariki, msukosuko wa kiuchumi na viwango vikubwa vya umaskini. Kura ya urais itafanyika Januari 16 mwaka 2027, huku wabunge na magavana wa majimbo wakichaguliwa Februari 6. Rais Tinubu anakabiliana na wagombea 18, lakini wadadisi wa kisiasa wanasema ushindani ni kati ya wagombea watatu, akiwemo naibu rais wa zamani Atiku Abubakar na kiongozi wa upinzani Peter Obi. Tinubu alichaguliwa mwaka 2023 baada ya kuahidi kurejesha mfumo wa demokrasia na utawala bora pamoja na kuimarisha usalama kaskazini mwa nchi, kuangamiza ufisadi na kupigana na njaa pamoja na umaskini. Wakosoaji wake wamesema rais huyo hajafanikiwa kutekeleza ahadi zake, hali inayomfanya kutoungwa mkono na vijana wengi wa Nigeria wasio na ajira. Monrovia, Liberia. Liberia imekubali kuwapokea wahamiaji 1200 waliofukuzwa nchini Marekani, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya wahamiaji haramu waliotumwa barani Afrika katika kampeni ya Rais Donald Trump kuondoa raia wa nje wasio na vibali. Kundi la kwanza la raia 20 wa kigeni linatarajiwa kuwasili Monrovia Alhamis hii. Waziri wa habari Jeron Linkpaya amesema wahamiaji hao wana uraia wa Amerika kaskazini na kusini, visiwa vya Caribbean pamoja na Afrika. Serikali ya Rais Trump imekuwa ikiwafukuza maelfu ya wahamiaji haramu, wengi wakitumwa kwa nguvu barani Afrika. Mawakili wanaotetea wahamiaji hao wamelalamikia Trump kutumia nchi za Afrika ili kuwalazimisha wahamiaji kurejea katika mataifa yao asili. Samburu, Kenya. Watu 6 wamefariki dunia hii leo baada ya helikopta walimokuwa ndani kuanguka katika milima ya Ololokwe, kaunti ya Samburu, mashariki mwa Kenya. Idara ya usalama wa safari za anga nchini Kenya haijathibitisha waliokuwa kwenye helikopta hiyo, japo vyombo vya habari vinasema ndege hiyo iliabiri watalii. Ajali hiyo ilifanyika saa 3 asubuhi saa za Afrika Mashariki na ilikuwa ikitoka mbuga la Loisaba na lilikuwa na watalii waliotaka kujionea mandhari na maumbile ya Samburu wakiwa kwenye anga. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema ni vigumu kufika eneo la ajali, lakini makundi ya wokozi yanatumia droni kufika eneo hilo. Mamlaka za safari za ndege na kampuni ya Eurocopter inayomiliki ndege hiyo zinasema kushirikiana pamoja ili kutathmini kilichosababisha ajali hiyo. Shukran sana Angela Ngendo, na tunaanzia Afrika Kusini ambapo kikao cha nchi wanachama kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika SADC kinamalizika leo nchini Afrika Kusini. Kikao cha mwaka huu kinajadili masuala ya uwekezaji wa viwanda na kuinua miundombinu pamoja na sekta ya madini. Hata hivyo, kikao cha mwaka huu kimekubikwa na lalama za mataifa wanachama kufuatia maandamano ya kuwafukuza wahamiaji wa Kiafrika ndani ya Afrika Kusini. Rais Cyril Ramaphosa alikiri nchi yake kakosea msimamo na hatua dhidi ya uhamiaji haramu na akaomba radhi kwa nchi wanachama. Katika maandamano hayo, maelfu ya raia wa kigeni walilengwa na wenyeji, hali iliyowalazimu wengi kurejea nchini mwao. Wengi wao walitoka nchi wanachama wa SADC. Ramaphosa ameongeza vurugu hizo zimeipa nchi yake doa mbele ya dunia na kusisitiza mamlaka zake zinaweka hatua kuzuia matukio sawa ya awali. Ghasia hizo zilisababisha vifo vya makumi ya wahamiaji, mamia kurehemiwa na mali ya maelfu ya fedha kuharibiwa. Kujadili hatima ya muungano huu wa SADC ambao unayumba kufuatia sera ya uhamiaji Afrika Kusini, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa na uongozi Afrika, Charles William. Nadhani wanasema pale ambapo panakuwa pana jambo, kwa sababu Afrika Kusini ni nchi ambayo naweza kuizungumza kwamba ndio yenye kutajwa ina maendeleo ya juu zaidi miongoni mwa nchi ambazo zipo kwenye jumuiya ya SADC. Ukitazama nchi hizi za jumuiya ya SADC, nchi 16, Afrika Kusini ndio kinara wa maendeleo kiuchumi. Alitegemewa pengine angeweza kuwa na msaada mkubwa zaidi kwenye kuwavuta majirani zake wa kanda ili kuleta ule ushirikiano wa kikanda
ambao una matokeo chanya, lakini hili la mauaji, kujeruhi, kufukuza Waafrika wenzao ambao wanakuwepo ndani ya Afrika Kusini, hata wale wenye vibali, kwa sababu si ishu ya wahamiaji haramu pekee, wanaoathiriwa na matukio haya ni mpaka wale wenye vibali. Sasa kumpa jukumu hili mtu huyu katika kipindi hiki chenye wimbi hili, kwa sababu ni mwezi Juni tu pamekuwa pana matukio mengi ya watu kupigwa, kujeruhiwa, kufukuzwa, kuharibiwa biashara zao, ni kama kumkabidhi mchawi mtoto amlee, ili aweze kuangalia ni namna gani mtoto huyu anaweza akawa salama, kwa kujua kwamba wenzake wote wanamtazama yeye. Sasa Rais Ramaphosa na nchi yake kiujumla wamekuwa na kigugumizi kikubwa kuhusu matukio haya ya raia wa Afrika Kusini kupiga ama kufukuza Waafrika wenzao. Wamekuwa wakitoa matamshi ambayo ni mepesi sana na hayaonyeshi kama kweli wanachukia. Pengine ni kutokana na hofu kwamba wakiwakabili sana raia wao wanaofanya vitendo hivi watapoteza nguvu ya kisiasa, na unafahamu kwamba ANC, chama tawala, kimeendelea kupoteza nguvu kila mara chaguzi zinapofika Afrika Kusini, na kupoteza kwao nguvu kunaendana moja kwa moja na watu weusi walio wengi kuwa wanazidi kuunga mkono upinzani na kuachana na ANC. Hebu tuzungumze kuhusu swala hili la hatari ya Univisa, yaani pasipoti ya pamoja ya SADC ambayo inafahamika kama Univisa imeidhinishwa ili kurahisisha usafiri. Lakini je, hatua hii haitazidisha hofu ya wimbi jipya la chuki dhidi ya wageni, yaani kama ambavyo inafahamika kwa kimombo xenophobia, ikiwa wananchi wa nchi jirani watamiminika kwa urahisi Afrika Kusini kutafuta fursa? Nafikiri ni kitendawili kingine ambacho kinapaswa kuangaliwa, kwa sababu wenyewe wanavyoizungumzia Univisa wanaeleza kama itakuwa na msaada mkubwa kwa wageni kuingia bila ya kulipa ada zile ambazo pengine zitakiwa kulipwa, lakini pia kuokoa muda wa jinsi ambavyo watu wanaweza wakaingia na kutoka pasipo zile taratibu ndefu ambazo zingefuatwa kama utaratibu huu singekuwepo. Lakini wanaona kama itakuza uchumi, kwa maana kwamba hizi nchi zitaweza kuingiliana kirahisi, watu wazungumze, wafanye mikutano inayohusiana na masuala ya ushirikiano wa kiuchumi, lakini masuala ya ushirikiano wa kiuwekezaji, lakini pia mtu anaweza kwenda kupumzika mahali weekend alafu akarejea nchi nyingine pasipo kuwepo kwa urasimu wa kuingia na kutoka. Linatazamwa kwamba litakuwa na faida kubwa za kiuchumi kiujumla. Lakini sasa tishio lililopo Afrika Kusini, kwa sababu kama nilivyosema awali, Afrika Kusini inaonekana kama ina keki kubwa zaidi yenye kutamaniwa na majirani zake, raia wa Zimbabwe, raia wa Malawi, raia wa Msumbiji, raia wa Tanzania, raia wa nchi jirani pale wanatamani kuwepo Afrika Kusini, kwa sababu wanaona kuna fursa nyingi zaidi, hususan wale ambao wana vipato, ni wananchi wanaotaka tu vipato vya kati. Hawa ndio wanataka zaidi kukimbilia Afrika Kusini. Sasa pakiwepo urahisi wa kuingia, wakati raia wa Afrika Kusini hawataki uwepo wa wingi wa wageni ndani ya nchi yao, bado ni kitendawili. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya uongozi Afrika, Charles William. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo haya. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda.
Tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo takwimu za mwaka huu zinaonyesha takriban zaidi ya raia milioni 7 walikimbia makazi yao kufuatia vita. Takwimu hii imetolewa na mamlaka za Kinshasa na kusema wengi wa waathiriwa ni raia wa mashariki mwa DRC. Katika miaka ya hivi karibuni jeshi la DRC limekuwa likikabiliana na wapiganaji wa AFC M23 ambao wametoa miji ya Goma na Bukavu. Aidha, wapiganaji hao walitoa kwa muda mji muhimu wa Uvira kabla ya kuondoka. Juhudi za mikataba ya kusitisha mapigano zimegonga mwamba na kila upande umekuwa ukiimarisha nguvu zake za kijeshi. Wakati huo huo, waathiriwa wa vita hivyo sasa wametaka kulipwa fidia na wote waliohusika na ukatili wa kibinadamu kuwajibishwa. Msekedide na mengi akiwa Beni. Masahibu waliokumbana nayo wakahaji wengi wakati muungano wa AFC M23 walipoingia kwenye miji na vijiji kadhaa, watu wengi waliathiriwa kwa njia moja au nyingine. Kwenye kikao cha manusura kilichoandaliwa mahali hapa mwishoni mwa wiki na umoja wa manusura kwa ajili ya kumbukumbu ya waathiriwa wa uvamizi wa Rwanda, wakiwa wakimbizi kutoka sehemu kadhaa, hasa wale kutoka sehemu zinazoikaliwa na muungano wa AFC M23, wanapitia maisha duni huku wakihitaji misaada. Bibi Abiga Thuwangu Minere ni mkimbizi aliyetoka Sake, anatupa masahibu aliyokumbana nayo akieleza yafuatayo. Nimepitia vita, familia yangu nimekufisha 6 personnes. Watoto yangu 2, Amat, Benjamin, wa 20 na wa 17, walishapotea destination koni. Mwangu mlitokea mwenye alikuwa viole. Watoto wangu 2 wanapata malali ya bazimu juu ya kupigiwa fimbo na M23. Ninaomba gouvernement mtusaidie. Tunaomba huruma kutoka kwenu, mtusaidie. Bila nia tuna msaada ingine. Mtusaidie. Tunakuongea sana, tunaumivu ni mingi kwangu. Nikasema niongee siwezi maliza. Mnisikilie huruma, ninaishi nyumba ya watu. Pamoja na hao, kuna manusura wa mauaji yanayoendeshwa na wapiganaji wa ADF MTM, pia ndugu wa karibu wa wale walioathirika. Mfano ni bwana huyu aliyempoteza nduguye pamoja na wanamemba 13 wa familia yake. Mkubwa wangu mwenyewe mimi napata kumgongo, bali muia ndani ya shambangu, mimi nachunga watoto wake. Mbali na mkubwa wangu kuna mamambre de famille 13 wenyewe baada balibawia pana wachoma ndani ya nyumba. Hii jambo hayombe inaendelea na tunalomba tukue repare kumagumu yote nye tuko napata. Waongozi vikundi mbalimbali yenye kuna uwezo kwa kutusaidia uweze tusaidia. Bwana Kambale Mikidadi naye kaheleza aliyomfikia walipohotewa na genge la watu wanaotajwa kuwa Allied Democratic Forces ADF MTM, na sasa amebaki mlemavu wa mguu. Tuliamkaka Mwambiskade Mruto Beni Kasindi. Tulikutaka pale wajambazi wakatupiga masasi wakaenda zao. Siku zote hizi nimeteseka sana na wengine wiko wanateseka sana. Naomba sana chef de l'etat na waongozi husika Fonareve wanje watuangalie si wagonjwa na si tukue na kaswari ka kuishi tena siku 2. Nilipojaribu kuwasiliana na viongozi wa serikali pamoja na zile taasisi husika ili kupata mawazo yao kuhusu hili, kwa kweli juhudi zangu ziligonga mwamba. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni taarifa yake Msekedide. Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Afya ya wananchi haipaswi kuwa uwanja wa ahadi zisizotekelezeka, siasa zisizofaa au takwimu za kujipatia sifa. Afya ni haki ya msingi na nguzo ya maendeleo ya taifa. Kila Mkenya anastahili kiwango cha juu kabisa kinachoweza kufikiwa cha afya, huduma bora, nafuu na zinazopatikana kwa wakati. Chini ya ruwaza ya Kenya ya mwaka 2030, lengo la sekta ya afya ni kujenga mfumo bora wenye ufanisi na unaoweza kumudu gharama unaofikika kwa wananchi wote. Mwelekeo huu unasisitiza kuhamasisha uzito kutoka kusubiri kwa watu waugue na kutibiwa
kwenda kwenye kinga, uhamasishaji wa afya na huduma za afya za msingi. Katika miaka ya hivi karibuni, Kenya imepiga hatua zinazostahili kutambuliwa. Upanuzi wa huduma za afya za msingi, mitandao ya huduma hizo na kuimarishwa kwa wahudumu wa afya wa jamii kumeleta huduma karibu zaidi na wananchi katika majimbo yote 47. Wahudumu hawa wana nafasi muhimu katika kuzuia magonjwa, kutoa elimu ya afya, kutambua matatizo mapema na kuwaunganisha wananchi na vituo vya afya. Huu ndio mwelekeo unaopaswa kupewa nguvu zaidi, kwa sababu mfumo bora wa afya huanza kwa kuzuia ugonjwa kabla hujawa tatizo kubwa. Teknolojia nayo inaweza kuwa chombo muhimu. Kuunganisha zaidi ya vituo 8,500 kupitia mfumo wa kubadilishana taarifa za afya ni hatua inayoweza kuboresha usimamizi wa taarifa na utoaji wa huduma. Lakini mafanikio ya teknolojia hayapaswi kupimwa kwa idadi ya vituo vilivyounganishwa pekee. Kipimo cha kweli ni kama teknolojia inamsaidia mgonjwa kupata huduma kwa haraka, inawezesha mhudumu kufanya uamuzi sahihi, na inasaidia serikali kuelekeza rasilimali mahali zinapohitajika zaidi. Vile vile, hakuna mfumo wa afya unaoweza kuwa imara bila wahudumu wa afya wenye uwezo na motisha. Kenya inahitaji kuendelea kuimarisha mafunzo, ajira, usambazaji na uhifadhi wa madaktari, wauguzi na wataalamu wengine katika majimbo yote 47. Kenya pia inastahili kujenga mifumo iliyo tayari kukabiliana na milipuko ya magonjwa, majanga na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ufuatiliaji wa magonjwa, miundombinu imara na maandalizi ya dharura ni uwekezaji katika usalama wa taifa. Hata hivyo, mafanikio haya hayapaswi kuishia kwenye mikutano, hotuba au nyaraka za sera. Mikutano ya kitaifa kuhusu afya ina maana ikiwa inazalisha utekelezaji unaoonekana. Wananchi wanataka dawa zipatikane, vituo viwe na vifaa, wahudumu wawepo na wagonjwa wahudumiwe kwa heshima na utu. Ni wakati pia wa kuacha kugeuza afya kwa mashindano ya kisiasa. Afya ya Mkenya si mali ya chama, serikali au kiongozi fulani. Mafanikio yanapopatikana yaendelezwe, mapungufu yanayobainika yakubaliwe na kurekebishwa. Kwa hiyo tusipime mafanikio ya afya kwa idadi ya ahadi zilizotolewa. Tuyapime kwa maisha yaliyookolewa, magonjwa yaliyokingwa, wagonjwa waliopata matibabu kwa wakati na familia zilizolindwa dhidi ya gharama kubwa za matibabu. Kenya ina uwezo wa kujenga mfumo wa afya imara, wenye ufanisi na unaomuweka mwananchi katikati. Lakini mafanikio haya lazima yaonekane katika maisha ya kila siku ya Wakenya, si katika hotuba pekee. Kila Mkenya anastahili afya bora. Kila Mkenya anastahili huduma yenye hadhi. Na kila hatua katika sekta ya afya inapaswa kujibu swali moja: je, maisha ya mwananchi yamekuwa bora? Hapo ndipo tutakapojua kwamba mafanikio ya afya yamevuka ahadi na siasa na kwa manufaa halisi kwa mwananchi. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu. Moja kwa moja nampisha mwenzangu Angela Ngendo kwa taarifa kuu za habari. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Baidawa, Somalia. Mapigano makali yameendelea hii leo katika mji wa Baidawa kusini mwa Somalia kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji. Makumi ya wapiganaji pamoja na wanajeshi wa serikali ya Somalia wameuawa, huku wengine karibu 100 wakijeruhiwa. Mapigano haya yamezuka baada ya kundi la wapiganaji kushambulia ngome za serikali viungani mwa mji wa Baidawa, ambao ni makazi ya raia nusu milioni, wengi wakiwa wakimbizi wa ndani waliokimbia vita na ukame. Maafisa wa Somalia wanasema wapiganaji 30 waliuawa katika makabiliano hayo ya siku 2. Msimamizi mkuu wa hospitali kuu mjini Baidawa, Dr. Abdikafi Omar Mahamud, amesema raia 4 waliuawa katika mapigano hayo,
huku wengine 98 wakijeruhiwa, wakiwemo wanawake, watoto na wazee. Amesema mapigano hayo yanatishia uwezo wa hospitali yake kutoa huduma kwa majeruhi wengi, na ambayo pia imekuwa ikitoa huduma kwa maelfu ya wakimbizi wa ndani. Wapiganaji watiifu kwa gavana wa jimbo la Kusini Magharibi Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagaren walishambulia na kuwaondoa wanajeshi wanaolinda utawala mpya wa jimbo hilo. Wanajeshi wa serikali waliweza kuwaondoa wapiganaji hao baada ya mapigano ya siku 2. Wakati huo huo, wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab wameripotiwa kushambulia ngome 2 za jeshi la serikali ya Mogadishu viungani mwa mji wa Baidawa. Mamlaka za Somalia zinalaumu makundi hayo kushirikiana katika kushambulia jeshi na raia katika eneo hilo la kusini mwa nchi. Abuja, Nigeria. Nigeria imeanza rasmi kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa hapo Januari mwakani, ambapo Rais Bola Tinubu anatafuta muhula wa pili akikabiliana na upinzani uliogawanyika. Taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika linaandaa uchaguzi katika mazingira usalama mbaya kaskazini mashariki, msukosuko wa kiuchumi na viwango vikubwa vya umaskini. Kura ya urais itafanyika Januari 16 mwaka 2027, huku wabunge na magavana wa majimbo wakichaguliwa Februari 6. Rais Tinubu anakabiliana na wagombea 18, lakini wadadisi wa kisiasa wanasema ushindani ni kati ya wagombea watatu, akiwemo naibu rais wa zamani Atiku Abubakar na kiongozi wa upinzani Peter Obi. Tinubu alichaguliwa mwaka 2023 baada ya kuahidi kurejesha mfumo wa demokrasia na utawala bora pamoja na kuimarisha usalama kaskazini mwa nchi, kuangamiza ufisadi na kupigana na njaa pamoja na umaskini. Wakosoaji wake wamesema rais huyo hajafanikiwa kutekeleza ahadi zake, hali inayomfanya kutoungwa mkono na vijana wengi wa Nigeria wasio na ajira. Monrovia, Liberia. Liberia imekubali kuwapokea wahamiaji 1200 waliofukuzwa nchini Marekani, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya wahamiaji haramu waliotumwa barani Afrika katika kampeni ya Rais Donald Trump kuondoa raia wa nje wasio na vibali. Kundi la kwanza la raia 20 wa kigeni linatarajiwa kuwasili Monrovia Alhamis hii. Waziri wa habari Jeron Linkpaya amesema wahamiaji hao wana uraia wa Amerika kaskazini na kusini, visiwa vya Caribbean pamoja na Afrika. Serikali ya Rais Trump imekuwa ikiwafukuza maelfu ya wahamiaji haramu, wengi wakitumwa kwa nguvu barani Afrika. Mawakili wanaotetea wahamiaji hao wamelalamikia Trump kutumia nchi za Afrika ili kuwalazimisha wahamiaji kurejea katika mataifa yao asili. Samburu, Kenya. Watu 6 wamefariki dunia hii leo baada ya helikopta walimokuwa ndani kuanguka katika milima ya Ololokwe, kaunti ya Samburu, mashariki mwa Kenya. Idara ya usalama wa safari za anga nchini Kenya haijathibitisha waliokuwa kwenye helikopta hiyo, japo vyombo vya habari vinasema ndege hiyo iliabiri watalii. Ajali hiyo ilifanyika saa 3 asubuhi saa za Afrika Mashariki na ilikuwa ikitoka mbuga la Loisaba, na lilikuwa na watalii waliotaka kujionea mandhari na maumbile ya Samburu wakiwa kwenye anga. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema ni vigumu kufika eneo la ajali, lakini makundi ya wokozi yanatumia droni kufika eneo hilo. Mamlaka za safari za ndege na kampuni ya Eurocopter inayomiliki ndege hiyo zinasema kushirikiana pamoja ili kutathmini kilichosababisha ajali hiyo. Msikilizaji mpenzi, ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani kujiunga na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Shukran kwa kusikiliza matangazo yetu. Hadi hiyo kesho, panapo majaliwa yake Mola. Kwaheri.